Hujambo na karibu kusikiliza matangazo yetu ya leo Jumatatu asubuhi ya Mei 11, 2026, moja kwa moja kutoka JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni chenye makao yake Johannesburg nchini Afrika Kusini. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Tulionayo hii leo: barabara kati ya Bukavu na Uvira yafungwa. Hali ya kibinadamu ni ya kutisha katika maeneo mengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku idadi ya watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao ikiongezeka. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zajizatiti kuimarisha usalama katika mipaka yao ya pamoja. Kuna hayo na mengine mengi, na kuomba twende sote hadi tamati. Karibu. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Barabara kati ya mji wa Bukavu ambao unadhibitiwa na waasi wa M23 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uvira yafungwa. Charles Wilonja na ripoti kamili. Barabara kati ya mji wa Bukavu ambao unadhibitiwa na waasi wa M23 na Uvira imefungwa tena kuanzia leo Jumatatu baada ya kufunguliwa tena mwezi mmoja uliopita. Uamuzi huu ulitangazwa na kaimu gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano, akieleza kuwa hatua hiyo imechukuliwa kwa sababu za kiusalama. Aidha, amesema uamuzi huu unalenga kuwalinda raia wa kawaida dhidi ya mashambulizi yanayoweza kuwalenga katika maeneo yanayodhibitiwa na vikosi vya serikali na waasi wa AFCM 23. Amesema hatua hii inalenga pia kuwazuia waasi kutotumia fursa ya kufunguliwa kwa barabara hiyo kuchukua maeneo zaidi. Kufungwa kwa barabara hii miezi kadhaa iliyopita kulitatiza shughuli za kiuchumi na safari kati ya Bukavu na Uvira, na hatua hii mpya inatarajiwa kuendeleza hilo, ila utawala ukisisitiza kuwa ni kwa sababu za kiusalama. Kwa niaba ya JCTV, naitwa Charles Wilonja. Ni ripoti yake Charles Wilonja. Kwingineko ni kwamba hali ya kibinadamu ni ya kutisha katika maeneo mengi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku idadi ya watu waliolazimika kuyakimbia makazi yao ikiongezeka. Josephine Hassan na ripoti kamili. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MONUSCO, kimetahadharisha siku ya Jumamosi wiki jana kuhusu wimbi hatari na la mauaji na mashambulizi yanayolenga raia mashariki mwa nchi hiyo. MONUSCO imesema kuwa makumi ya raia wameuawa katika siku za hivi karibuni katika maeneo ya majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, bila kutoa maelezo zaidi wala idadi kamili ya vifo. Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yenye utajiri mkubwa wa madini imekumbwa kwa miongo mitatu na migogoro inayohusisha makundi mbalimbali yenye silaha, wanamgambo na vikosi vya jeshi. Tangu mwaka 2021, jeshi la Uganda UPDF pamoja na jeshi la DRCFA-RDC yamekuwa yakifanya operesheni katika sehemu ya kaskazini ya Kivu Kaskazini na huko Ituri kupambana na Allied Democratic Forces ADF, kundi la waasi wa zamani wa Uganda ambalo limetangaza utiifu kwa kundi la kigaidi linalojiita Dola la Kiislamu IS. Vyanzo vya ndani na vya usalama vilisema Alhamisi kuwa wapiganaji wa ADF waliwaua watu wasiopungua 36 katika siku mbili za mashambulizi huko Ituri na Kivu Kaskazini. Mimi ni Josephine Hassan, JCTV. Ni ripoti yake Josephine Hassan. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zajizatiti kuimarisha usalama katika mipaka yao ya pamoja. Fatuma Abedi ametuandalia ripoti kamili. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda zimejizatiti kuimarisha zaidi ushirikiano wa pande mbili, usalama katika mipaka yao ya pamoja na biashara na uchumi kati ya nchi hizo mbili. Hayo yamebainishwa katika kazi za kikao cha 9 cha tume ya kudumu ya pamoja kati ya Uganda na DRC kilichofanyika kuanzia tarehe 8 hadi 10 Mei mwaka 2026 mjini Kampala
nchini Uganda. Mkutano wa mawaziri ulipokea na kuidhinisha ripoti ya wataalamu iliyothibitishwa na makatibu wakuu wa tawala mbalimbali kwa lengo la kuimarisha ushirikiano huo katika sekta tofauti. Na Jumatatu tarehe 11 Mei 2026 mbele ya rais wa DRC Felix Tshisekedi pamoja na rais wa Uganda Yoweri Museveni, mikataba 6 ya maelewano itatiwa saini katika ikulu ya Uganda. Nchi hizo mbili pia zinapanga kujenga vituo vya pamoja vya forodha vya kusimamisha mara moja pamoja na masoko ya kisasa ya mipakani katika maeneo ya Kasindi, Bunagana na Mahagi. Fatuma Abedi, JCTV. Na mwisho kabisa, UDPS yataka gavana wa Tanganyika ajiuzulu kwa tuhuma za usimamizi mbaya. Maelezo kamili ni ndani ya ripoti hii. Chama cha UDPS Federation Urbaine de Kareni katika jimbo la Tanganyika kimetoa wito rasmi wa kujiuzulu kwa gavana wa jimbo hilo Christian Kitungwa, kikimtuhumu kwa usimamizi mbaya wa uongozi. Katika tamko la kisiasa lililotolewa Ijumaa tarehe 8 Mei mjini Kalemi, chama hicho kilicho upande wa wengi serikalini kimemlaumu gavana huyo kwa kushindwa kudhibiti hali ya ukosefu wa usalama inayoendelea, kusitisha kuzorota kwa miundombinu pamoja na matatizo ya upatikanaji wa huduma za msingi za kijamii. Kwa mujibu wa UDPS, jimbo hilo linapitia hali inayotajwa kuwa ya kutisha licha ya ahadi za maendeleo zilizotolewa na serikali ya jimbo. Ahadi za mara kwa mara za maendeleo zimezaa matumaini hewa pekee. Ukweli uko wazi, miundombinu ya barabara imeharibika vibaya, jambo linaloendelea kuitenga zaidi katikati ya jiji pamoja na mitaa na barabara kadhaa, amesema msemaji wa UDPS Federation Urbaine de Kalemi Jean Kasongo. Akijibu tuhuma hizo, mshauri maalum wa gavana wa Tanganyika Abel Amundala amekanusha vikali kauli za UDPS akisema kuwa ni njama za kisiasa. Amesema kuwa waliohusika na tamko hilo hawana hadhi wala mamlaka rasmi ya kuzungumza kwa niaba ya chama tawala. Kuhusu tamko hili, mtasubiri mawasiliano rasmi kutoka kwa wale wenye mamlaka ya kuzungumza kwa niaba ya UDPS. Wale waliotumiwa na wanasiasa wanaotafuta nafasi hawana cheo wala sifa na matamko yao hayana athari yoyote, alijibu. Ikumbukwe kuwa siku chache zilizopita, wanawake waliokuwa wakitaka gavana huyo aondoke madarakani waliandamana mjini Kalemi. Baadaye, maandamano ya kumuunga mkono gavana huyo pia yaliandaliwa katika mji huo huo, hali iliyoonyesha mgawanyiko wa maoni miongoni mwa wakazi kuhusu uongozi wa jimbo hilo. Ni mwisho wa matangazo yetu ya asubuhi. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Tukutane mchana wa leo. Alamsiki kwa sasa.